Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Na ujumbe wetu kichwa chake kinasema, kilichosimama mbele yako isikuzuie kuendelea mbele. Zakaria mlango ule wa 4 na mstari wa 6 na wa 7. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ni nani ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambarare, naye ataleta lile jiwe kuweka juu kabisa, panapo vilele vya Naam. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wangu na rafiki yangu, asubuhi ya leo, ayamkini kuna jambo, kuna kitu, kuna ufalme uliosimama katika maisha yako, na huo ufalme umekukatisha tamaa, ama hilo jambo limekukatisha tamaa. Kila unapotaka kuinuka, unapoinua macho yako na kuona kilichosimama mbele yako, inakutisha. Lakini asubuhi ya leo, kwa neema ya Mungu, niseme hivi: kila kilichosimama mbele yako hakina nguvu wala uwezo wa kukuzuia wewe usiendelee. Maandiko yanasema, akamjibu Zerubabeli na kusema, ni nani ewe mlima uliyesimama mbele ya Zerubabeli? Mtu wa Mungu huyu anazungumza na milima ambaye ni kama watu waliosimama mbele ya Zerubabeli kumzuia asiendelee na kile ambacho alikuwa anaendelea. Lakini maandiko yanasema kilichosimama kitakuwa kama tambarare. Huo mlima wa aina yoyote uliosimama kwenye maisha yako mpendwa, kuna kitu kimesimama kwenye ofisi yako, kuna kitu kimesimama kazini kwako, kwenye maisha yako, kwenye familia yako. Lakini nataka nikuambia asubuhi ya leo, kilichoinuka kinyume chako isikuzuie wewe kuendelea. Katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 15, wana wa Israeli walipotoka Misri na kuelekea Kanaani, baada ya kitambo wakakutana na bahari, na ile bahari ikasimama mbele yao kuwatisha, na wakaanza kufikiri kurudi nyuma kuliko kuendelea mbele. Wakakata tamaa kwa kiwango kikubwa sana, na hata kumlaumu Musa na kumtukana Mungu. Ndipo Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Maana yake ni nini? Haijalishi mbele yao kuna bahari, haijalishi nyuma yao kuna maadui, lakini kinachowapasa kwa wakati huu ni kutokuangalia kilichoko mbele yao, lakini wakaangalia ahadi ya Mungu aliyesema, nitawapeleka Kanaani. Naam, wasonge mbele. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, haijalishi nini kilichosimama mbele yako kukutisha. Hayamkini kuna kitu kimesimama kama Goliath alivyosimama kuwatukana majeshi ya Mungu. Wana wa Israeli wakaogopa kutoka. Kila wanapomwona Goliath wanaona kufa, wanaona hawaendelei. Lakini Mungu akaamua siku moja kumtumia Daudi. Daudi alipomwangalia Goliath hakuona ushindi wowote ya kwamba Goliath atashinda. Kile Daudi alichokiona ni ukuu wa Mungu,
ya kwamba Goliath si chochote mbele za Mungu. Goliath si kitu chochote mbele za Bwana. Na ndipo Daudi anamwendea Goliath. Mungu, Biblia inasema Daudi akamwambia, ingawaje unanijia kwa mikuki na silaha zote za vita, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, kilichosimama mbele yako ukizungumzie. Kilichosimama mbele yako ukiendee kwa jina la Bwana. Haijalishi ni kwenye eneo gani vita vimeinuka, isikuzuie kuendelea mbele. Yesu akamwambia Petro, njoo unifuate. Na Petro alipokuwa anatembea juu ya uso wa bahari au juu ya maji, maandiko yanasema aliona shaka, akaanza kuzama. Kwa nini? Kilichosimama mbele yako ilikuwa ni mashaka. Na Bwana akamwambia, kwa nini umeona shaka? Wacha nikuambia asubuhi ya leo. Wacha nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, ayamkini mashaka imesimama kwenye maisha yako. Ni kwa jina la Bwana uyapishe hiyo mashaka, ikuachie ili upate kuendelea. Wakati mmoja Musa aliwatuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Na walipokwenda kuipeleleza, maandiko yanasema walirudi wachache, waliwatia watu moyo, lakini wengi waliwakatisha. Waliwaambia, ile nchi hamwezi kwenda kwa sababu tumewaona wanafeli, tumewaona watu wa kutisha. Wakazungumza habari mbaya. Ni kuambia asubuhi ya leo, habari mbaya uliyosikia kwenye maisha yako isikukatishe tamaa, isikufanye ushinde kuendelea. Vuka juu ya habari mbaya, pita juu ya habari mbaya, umuone Kristo mbele ya macho yako. Uone ya kwamba yuko Mungu aliyesimama mkono wa kuume, yuko Yesu ili akutetee, ili akushike mkono, ili akupiganie. Maandiko yanasema wakawambia ile nchi, hata sisi tumejiona mapanzi. Wacha nikuambie mpendwa, usijione panzi kwenye nafsi yako. Hata kama kuna vitu vya kutisha, usijione panzi, usijione mbwa, usijione kitu ambacho ukifai. Wacha nikuambia asubuhi ya leo, una thamani mbele za Mungu, una umuhimu mbele za Mungu. Wacha nikuambie, kilichosimama mbele yako isikuzuie kuendelea. Vuka juu ya kile kilichosimama, na ng'ambo utauona mkono wa Bwana. Mungu akubariki asubuhi ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtoto wako huyu Mungu asubuhi ya leo anayenisikia. Ninakusihi kwa jina la Yesu, ukamvushe kile anachopitia, ukamvushe kile kilichoko mbele yake, asione kama ni chochote, lakini Mungu akauone ukuu wako, na akavuke na akashangilia utukufu wako. Baba, nakushukuru kwa kuwa asubuhi ya leo naomba kwa ajili ya kila moja, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Meth.